ambaye ametujalia afya njema siku ya leo. Tumeweza kukutana hapa ikiwa ni kwa ajili ya kufanya tukio letu muhimu ambalo linaenda kufanyika na kuwezesha sasa halmashauri yetu kuwa kamilifu, kwa sababu tunajua tumetoka kwenye uchaguzi mkuu ambao tumeweza kupata viongozi ambao tutafanya nao kazi pamoja kwa maana ya management pamoja na wenzetu wa wakilishi wa wananchi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa siku ya leo ambayo sisi kama halmashauri tunaipanga maalum na mahsusi kwa ajili ya kutimiza tukio hili. Kwa hiyo naomba nichukue nafasi hii kwa ufupi kukaribisha mwenyekiti ili tuweze kuendelea na ratiba. Mimi Kurthum Salum Abdallah natamka kwa dhati kwamba nitatumikia halmashauri ya manispaa ya Ilemela kwa wadhifa wangu wa udiwani, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria za Tanzania, maadili ya madiwani na kanuni za kudumu za halmashauri kama zilivyowekwa kwa mujibu wa sheria, na kwamba nitatumikia halmashauri ya manispaa ya Ilemela kwa uaminifu kwa uwezo wangu na moyo wangu wote. Mwenyezi Mungu nisaidie. Asante mheshimiwa, na hongera sana. Kazi na utu. Ndugu zangu niliyesimama hapa mbele, kwa majina naitwa Kurthum Salum Abdallah, ni diwani viti maalumu mzoefu awamu yangu ya 3, na imani kubwa nimejifunza namna ya kuweza kutumikia madiwani wenzangu. Nimesimama mbele yenu kwa heshima na taadhima kubwa, madiwani wenzangu, kuomba kura zenu. Kwa nini nimechukua hatua ya kuomba kura ya nafasi ya unaibu meya? Ni kuweza kumshauri meya na madiwani wenzangu kushirikiana nao kuhakikisha mustakabali mzima wa maendeleo wa Ilemela na chama kwa ujumla kuweza kuleta maendeleo kwa wananchi wetu. Niombe kwa heshima na taadhima kura zenu za ndio, madiwani wenzangu. Mnatambua uwezo wangu wa kufanya kazi, mnajua uadilifu wangu na usimamizi wangu katika kuleta maendeleo katika wilaya yetu ya Ilemela. Ndugu zangu, asanteni, naombeni kura zenu za ndio. Mheshimiwa mbunge, wewe ni mpiga kura, naomba kura yako ya ndio kwa heshima na taadhima. Asanteni kwa kunisikiliza. Ndugu waheshimiwa, wageni waalikwa wote, viongozi wangu wa meza kuu, ndugu waandishi wa habari, awali ya yote mimi nitoe shukurani za dhati kabisa kwa waheshimiwa wenzangu, madiwani wenzangu kwa kuniamini kunipa kura 23. Haikuwa jambo dogo. Mimi niseme nakosa neno zuri kabisa la kuambia madiwani wenzangu, lakini Mungu awabariki. Jipya la madiwani 2025 2030. Ndugu wageni waalikwa, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, kwa majina naitwa Donald Ndaro Protas, diwani wa kata ya Kitangiri iliyomo halmashauri ya wilaya ya Ilemela. Ndugu waheshimiwa madiwani tuliomaliza kuwapa muda mfupi uliopita, nimekuja mbele yenu kuomba nafasi ya kuwa naibu meya wa halmashauri yetu hii ya Ilemela. Kanuni zetu tunazozitumia za 2014, kanuni za kudumu, zinasema utakuwa na kipindi cha kila mwaka kwa naibu meya, na meya atadumu kwa kipindi cha miaka 5. Kwa mwaka huu wa kwanza 2025 2026, ninaomba sana waheshimiwa madiwani kwa ridhaa yenu ya moyo mkunjufu, nikiamini kabisa kanuni zetu za baraza la madiwani si kwa halmashauri ya Ilemela tu bali kwa taifa zima hazitambui diwani kwa maana ya uchama. Sheria zetu
hazitambui uchama. Sheria zetu zinatambua kwa mujibu wa kanuni sisi wote ni wajumbe wa baraza la madiwani. Kwa hiyo nakuja mbele yenu nikiwa kama mjumbe wa baraza la madiwani, nikiamini wajumbe wenzangu, kwa kuwa sifa na uwezo ninao na nyinyi ni mashuhuda. Nimekuwa diwani kwa kipindi cha miaka 5, lakini pia nimekuwa mwenyekiti wa kamati ya huduma, afya na elimu kwa kipindi cha 2024-2025. Uwezo wa kuongoza kwa nafasi ya naibu meya ninao. Kumsaidia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Mwenyekiti wetu wa siku ya leo, meza kuu wote, wageni waalikwa wote, waheshimiwa wenzangu, kwanza nitoe neno la shukrani. Niseme asanteni sana kwa kula zote za ndio. Kula zenu hazikupotea. Nina imani Mungu atatenda, na niwaahidi kwamba hamkufanya kazi bure. Ndugu zangu wote, wageni waalikwa mliofika hapa, nipende kuwashukuruni sana kwa kuja kushuhudia tukio hili la leo. Meza kuu niwashukuru wote, lakini pia niombe katika awamu hii au baraza hili, waheshimiwa wenzangu, tudumishe amani, umoja, upendo na mshikamano. Tukifanya hivyo tutatekeleza yale matakwa ambayo wananchi wetu wametuagiza kuja kuwasimamia. Ndugu zangu, leo ni siku maalum, tutapata muda wa kuzungumza.